Mtazamaji, unazidi kufuatilia TV47 habari, na kabla hatujazamia mjadala wetu nilivyokuarifu awali, habari zinazotufikia sasa hivi kwenye chumba chetu cha habari ni kwamba kocha wa Chelsea Liam Rosinya ametimuliwa kufuatia kichapo cha mabao 3-0 walichopokea kutoka kwa Brighton. Callum McFarlane atachukua jukumu la kuinoa timu hiyo kwa muda kama kocha mkuu wa muda hadi mwisho wa msimu, akisaidiwa na benchi la ufundi lililopo, huku klabu ikilenga kufuzu mashindano ya Ulaya na kusonga mbele katika kombe la FA. Ni taarifa ambayo mtazamaji tunaipokea sasa hivi kwenye chumba chetu cha habari. Bila shaka mtazamaji utakuwa unapokea matukio na matokeo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Sasa tuzamie mada yetu ya siku, ambapo nilikuarifu kwamba tunaangazia afya ya akili, na ni kwamba ripoti ya kimataifa kutoka taasisi ya utafiti ya Ipsos imedhihirisha kuwa afya ya akili imepiku saratani kama donda sugu kuu la afya kwa 45%. Hali hii inasemekana kusababishwa na changamoto za maisha, ikiwemo mazingira duni ya kazi. Kiwango cha saratani kimeongezeka na kufikia 38%, huku watu milioni 20 ulimwenguni wakipatikana na ugonjwa huo kila mwaka. Msongo wa mawazo, kunenepa kupita kiasi, uraibu wa mihadarati na ugonjwa wa sukari pia zimeorodheshwa katika utafiti huo kwa kufikia 31%, 26%, 21% na 19% mtawalia. Kwingineko ni kwamba magonjwa ya moyo na pombe yaligharamikia 16%, huku kuvuta sigara, korona na ugonjwa wa kusahau yaani dementia zikigharamia 12%, 11% na 9% mtawalia. 3% pekee ya watu wanaohofia magonjwa ya zinaa, licha ya ulimwengu ni kunakili takriban visa milioni 1 kila siku ya magonjwa ya zinaa yanazoweza kutibiwa. Mtazamaji, ni kujenga tu msingi wa mada yetu hii leo, ambapo tunaangazia afya ya akili, na katika kutusaidia katika kuchanganua masuala hayo ni mwanasaikolojia ambaye ameketi karibu na mimi kabisa, Violet Kiaria. Karibu sana Violet studioni. Asante sana. Mwisho kabisa ni Chebet Birir ambaye ni hamasishaji wa afya ya akili. Asante sana Chebet kuungana nasi studioni. Asante Andrin kwa kunialika. Asante. Sasa tuanze moja kwa moja kwa kuangazia afya ya akili. Unajua, tunapozungumzia afya ya akili watu huenda wasielewe kabisa afya ya akili ni nini. Na ningetaka kusikia kutoka kwako kama mwana saikolojia, tunapozungumzia afya ya akili ni nini haswa? Asante sana Kilemi. Jina ni Violet Kiaria, a consultant psychologist. Na ukisema hiyo habari imetishia sana. Ni hali ya huzuni na kutamausha sana. Na afya ya akili, it's mental health, na ni muhimu kama vile tu tuna care for our physical health. Okay? Afya ya akili katika jamii yetu, and especially Kenya, we are coming up in creating awareness, and na zile takwimu ambazo zimekuja na 2 days ago, we had a function, mental health leadership program. It was the 2nd edition that was actually hosted here in Kenya, and we had 17 countries with us at the KMTC. Na zile takwimu inasema hivi, kati ya watu 4 ambao wanaweza simama ama keti katikati yetu, mmoja akona ule ugonjwa kiafya akili. Hiyo ni hali ya kutamausha sana. Okay. Na Ipsos ni ile tu data by its own self. Ile Ipsos ni just an acronym. So ukikuja Kenya, ile nambari ya watu ambao wanakuja kwenye hospitali, yani wale wagonjwa nje, the OPD cases, 25% wana suffer from mental health. Na 40% ya wale ambao wako inpatient pia wana ile hali ya mental health ambayo tunajaribu kuangazia sana sana. Ni hali ya kutamausha juu hata any other underlying condition, let's say diabetes, even cancer. Ukiangalia the root causes of these diseases, inaenda tena kuangazia mental health issues, which becomes a bit of a concern to us. Okay. So question is to us as a community, what can we do? Chebet,
Ipsos inatangaza kwamba kwa asilimia 45 afya ya akili imepiku hata saratani ambayo awali iliangaliwa kama donda sugu. Sijui, kwa sababu wewe kwanza ni mhamasishaji wa afya ya akili, pia umepitia katika safari hiyo. Labda tuanzie hapo, ni kipi ambacho kinachangia katika ongezeko hili? Tena wacha nishukuru Andreen kwa for thinking about this topic which is very timely. Utaniruhusu nichanganye ndimi Kiswahili kidogo, si mdomo chako, si mdomo changu. But it's a very timely topic. Even before the data ya Ipsos, mental health was already a big challenge. So it's just the data that has brought it to light. But tumekuwa na hizi challenges za mental health kutoka tu time immemorial. What has changed is that people are becoming more aware. Vile tu Violet amesema. But mambo ya afya ya akili yamekuwa. Na ukisema kwamba sasa imekuja ikapita cancer, naweza sema ni mambo mawili. One ni hiyo pressure ambayo umesema, the causes, one being toxic work environments. Kuna mambo na relationships, kuna mambo na societal factors tu mingi, economy ni mbaya, bei ya kila kitu imeenda juu. Na sasa hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni kwamba there is more awareness, so people are becoming more aware. Hata wakichukua hiyo data, inamaanisha walienda kufanya survey kwa watu individual, wenye wanauliza over the last 1 year or 2 years have you felt depressed or anxious about anything. So naweza sema ni hizo two major factors. But mostly naweza sema ni ile environment ndio ina enhance your mental health issues. Kama work environment na relationships mostly. Na hizi zinaletwa na pressure ya economy mostly. Utapata mtu akienda job anashindwa hii salary ikifika ni itaenda wapi? You have a family, you have transport to cater for, you have food. Mambo yanakuwa mengi na unapata watu wanaingia kwa depression mostly, na that leads to suicidal thoughts, and sometimes takwambia inaitwa completed suicide, where the thoughts now become action. Labda nikurejeshe nyuma kidogo, manake umewahi kuwa katika safari hii. You are a lived experience, kwamba umewahi kupambana na afya ya akili. Tueleze ilikuwa vipi na uliweza kujitoa katika sijui niseme ni mtego huo kwa njia gani? Shimo. Katika shimo hilo kwa njia gani? Naam. Okay, so my very first experience na a mental health issue was in 2017. Ilikuwa postpartum depression and psychosis. Violet anaweza kueleza zaidi. So nilikuwa tu mzazi mdogo, a young mom, had just graduated from university. So here I was expecting a child and without a job. So unaona hiyo pressure ambayo nimesema, tu job, relationships and all that. So while my relationship was okay, but sasa ile ya expectations, what will my parents say? I have just graduated now with a pregnancy, and the expectations for me were graduate, get a job and then get married, but here I was with a child. So, and then I'm not able to provide with the child, and then my partner is also not very stable, because we were at the same level, and I graduate to peer like a year ahead of me. So the pressure ilikuwa too much, and I'd say it can lead to now the depression and later the psychosis, because people around me pia hawakuwa aware of what I was going through. So it took a while kuweza ku solve your problem, though it was solved in good time, because if it was not solved singekuwa hapa. Na pia ulijua vipi kwamba kweli unapitia mental health issues? Nasema sikujua. Honestly, it took me 2 years to actually learn what was that. Ilikuwa ni nini. But the people around me, what they did, remember nilikuwa kwa my mom-in-law, alicontact my mom na my cousin, who at least they had an idea of what to do, so they took me to hospital. Just a general hospital. Hapo ndio nikaweza kutibiwa na madaktari, nikapewa madawa. So at least ndio tukajua the diagnosis. After some time, it took a lot of hospital visits for them to
actually come up with a clear diagnosis. Naam. Yeah. Violet anasema hapa Chebet kwamba alikaa hadi miaka miwili bila hata kutambua kwamba alikuwa na tatizo. Labda kwa faida ya mtazamaji, ni vitu vipi ambavyo mtu anastahili kuangalia, the signs, early signs ambazo unaweza kuona ukajua kweli ninapitia hali fulani? Asante sana. First of all, you're a champion. Thank you. Okay. Being a survivor of mental health is not easy. It's a very difficult process, and most of the hospitals can testify to that, and especially the psychiatric nurses. Okay. So I really commend you for your strength. Thank you. Okay. You're a champion. Now, we can miss on these signs and symptoms most of the time. Na most of us could be suffering from mental health issues na tujui. Kuna yale mambo tunaita psychosomatic symptoms za kimwili ambazo unaenda kupimwa, unapatikana una shida yote, lakini wewe unajihisi kimwili siko sawa, vipi mimi? Your vitals are okay, lakini kuna mambo manne huwa naambia mtu uangazie, na hiyo ni your sleeping patterns. Okay. Usingizi, ile hali yako ya kupumzika iko vipi? Alafu kuna your appetite levels. Ukipata labda, let's say for example, ulipatikana katika hali ya kutamausha, kama labda umepoteza mpendwa, okay, ile grief process. So utapata maybe you're saying you're handling it better, and then all of a sudden you're lacking sleep, you're not eating, your mood are fluctuating, energy levels are low. That's when you notice I'm not okay. Now most of the people, they are very quick to run to a chemist and get that medication. Ni kulala na kimbilia melatonin. Ni appetite. Kuna ile ya kuleta cravings ya chakula, which will now ita reduce ile hali ya sisi kugundua yenyewe you're suffering from a mental issues and you need to seek help. Most of the time, our psychologists won't come pick you from your home. Now I tell people, it doesn't matter, maybe you're having this stress, maybe you're not, you should do your screenings every time, 5 times in a year. 5 times in a year. Just visit a psychologist, visit a psychiatrist, do an assessment. Kama vile tu ukisikia vibaya alafu unapatikana maybe you're positive for malaria. Hata ukipatikana you're positive for depression, we will still treat it. We will help you to manage that condition. Na si hali zote za afya kiakili ambazo zinakuwa medicated. Unajua saa zingine watu wakikuja kwangu pia wananiambia unanipea dawa. Si hali zote zinahitaji dawa. Wakati mwingine ni mazungumzo tu. Mazungumzo na mtaalumu. Na most of the time we say talk. Na tukikwambia ongea, si eti mama yako, baba yako na your friends. That's okay. That's a support net for you. But kuna mtaalumu ambaye ata dig deeper into your issues and be able to extract whatever is constantly causing you anxiety and depression. Okay? Kwa mtaalumu, when we administer medication is when probably I've tested you for anxiety, for depression, and I found it more severe. Unajua zamani nilikuwa nadhani anxiety ni mambo ya wazungu. Na hivyo ni kitu ambacho kweli kinaweza kumfanyikia Mkenya na Mwafrika wa kawaida. Yes. Na just as Chebet was saying, mental health has evolved, okay? Engage with the psychologists who talk maybe 30 years ago ama 20 years ago, mental health was very different. Yeah? It was very different, and right now it is evolving. There are very new triggers that are always coming up. Let's say before, and even our theories that we use in our setup, we constantly need to research so that we can also be updated when cases are coming up. Sometimes you can receive a case and then you're like, I didn't study this in school, so how do I handle it? So constantly these theories are evolving. Let's say we've studied family, cultural beliefs, all that is very common. But now there's also media coming up that changes your identity. There's also influencers who are coming up that changes your identity, and so we try to borrow those identities even at a mature age of 30. You're wondering why is someone changing their identity? Yes, yet this crisis, we see it mostly in adolescents. And it's very easy to miss on psychosis as well. It's very easy to miss on psychosis, and especially postpartum psychosis. Sometimes you may confuse it for baby blues, ama tu ni ile hali ya pregnancy, na your caregivers are just saying, it's just the hormonal imbalance.
and then unfortunately it's what happened. Okay. Chebet, wakati ambapo ulikuwa ukipitia postpartum depression, labda kwa sababu umesema kwa miaka miwili hukujua kwamba ulikuwa na tatizo. Je, kuna wakati mmoja ambapo ulihisi kwamba watu ambao mnaishi nao, watu ambao wako karibu na wewe, hawaelewi kwamba kuna kitu ambacho kinakufanyikia? Did you ever feel like people were judging you, hawakuwa wanakuelewa? Asante Andrine. Kwanza naweza sema, yes, nilijua there was something wrong, but I didn't know what exactly that was. Okay. So I knew I went through something for sure, but I had to find out what exactly it was. So then I went to Google, of course, ndio nikajua ilikuwa inaitwa postpartum depression and psychosis. Sikuwa najua kitu kama hiyo before I went through it. And then also the people around me, naweza sema Mungu aliwatumia wakaweza kunitafutia solutions even though they didn't know what I was going through, but they were supportive. So for my immediate family na some extended family, naweza sema they were supportive. But of course kwa the extended, you know, community, the friends and the larger society, yes, nimeona kuna, you know, some people too, they will say something that you will know this is stigma or judgment or ignorance. Unajua wakati mwingine tukizungumzia mental health watu wanadhani hata ni uenda wazimu. Yeah. Yeah? Yeah. So well, uenda wazimu is, you know, an extreme term, but naweza sema tu mental health is what you go through every day. As in when you wake up in the morning, what you think about, how you perceive life, that is mental health. You decide, I will go to work or I will stay at home. That's mental, right? Everything starts in the mind, and that's mental health. So huwezi sema ati mental health issues iko tu na watu particular. Hata vile Violet amesema 1 in 4 people have a mental health issue. That is like long term, or rather kitu kama depression yenye inakuwa diagnosed. But every one of us at some point in life has gone through a mental health challenge. I'm sure Andrine, at a time ulikuwa very anxious, you were sweating, you were, you know, it happens. That is mental. It may be short term, like 5 minutes anxiety, but it has started in your mind that something is wrong somewhere and your body and your mind is reacting to it. That is mental health. Ni kipi haswa, kwa sababu hapa mwanasaikolojia anasema si matatizo yote ya afya ya kiakili ambayo yanahitaji dawa. Exactly. Kwa hivyo kwako ni kipi ambacho kilifanya kazi, au ni nini ambacho ulifanya ambacho kilikusaidia? Ni dawa kwanza, ukaona dawa hazifanyi kazi, ukaingia katika mazungumzo, au ilikuwa vipi? Nasema ni kila kitu. Dawa pekee haiwezi kusaidia, by the way, na mental health. Unaweza meza madawa all your life na utabaki pale pale. Na pia unaweza kosa kumeza dawa na ukue sawa. Like for me, and I'm not encouraging anyone to skip medication ama wache medication, but for me, naweza sema ni counseling. I went through counseling na niko bado na standby counselor. So musiogope kuenda therapy. It's very helpful. Hata you don't have to be having a mental health issue to be counseled. You may want to make a very big decision in life, like you want to move or you are going into a new job, and when you go for therapy, then inakusaidia unakuwa na better decision making skills. So for me it was therapy, kuna medication na pia supportive family, because unaweza meza madawa na unaenda therapy, but when you go home unarudi square one because of the people around you are not supportive. So for me, I'd say it was a 360-degree approach that imenifanya nikwe hapa sahi. And I have actually been out of medication na naweza sema niko sawa. Yes, for more than a year now. Okay. Yeah. Violet, unajua anapozungumza anasema kwamba dawa pekee haziwezi kufanya kazi, kwa hivyo lazima uende kwa ushauri. Wewe ni mwanasaikolojia. Labda kutokana na tajriba yako na kule kutangamana na watu kila siku, unaweza kusema kwamba wananchi wa Kenya wame embrace hiyo culture ya kuja kwa mwanasaikolojia kutafuta ushauri? Hapana, not yet. You see, the way someone can just walk into a triage, yes, afanye pressure, sugars, it's very hard for that person to pass by a counseling room. And I don't know, labda kuna unyanyapaa, lakini unyanyapaa umepungua kidogo in Kenya. There's a lot of awareness that has been created. Ilhali kuna ile hali ya kuhisi udhaifu. Kuna ile hali ya kuhisi ni kama you will be judged
when you walk into that room, because probably you shared with a support system. A support system at home probably is your parents, your family members, your peers, your workmates, and there's a way they have approached that issue, not as a psychologist. So imekufanya pia ukakuwa ile hali duni, and so you are very umekuwa na ile perspective, even when I approach a stranger atani judge. So kuna ile uoga ambao watu wako nao, na especially men. Men. And I would say most of the people I'm receiving for counseling are women. Lakini pia men are being exposed to the same difficulties, pressures that the women are also having. However, men don't have a voice to it. And I don't know, it's because of the culture that we've had over time. Mwanaume ni kuvumilia, jipe nguvu, na saa zingine hii kuvumilia si kukaa kimya kimya. Saa zingine afya akili si anasa pekee, inahitaji pia the way I've told you, probably you don't know even if you have depression or anxiety. Just decide, today I'm going to consult a psychologist. We run screening tools for you, and we'll give you feedback where you are at the level of anxiety, depression, ama ile hali ya burnout, emotional exhaustion from work. We will give you feedback. And from there, myself, I usually tell my clients, one visit, usually you won't pick progress sana. So I usually tell them tufanye 8 ama hata 10 ndio uweze kupick that progress, okay? So and I think that's also what is usually preventing a lot of people from coming for counseling, because they feel that frequent visits. So pia unahitaji kujipa moyo. Kujipa moyo sana. Na ukumbuke nilisema most of the underlying conditions pia they emanate from these mental issues. I love when you are asking mental health. Kila mtu have they gotten an issue to do with mental issue? There is the brain and there is the mind. The brain is that organ, and what it generates, it's a mindset. Kama tu venye tuko na mkono, and what it does, that is the output of it, okay? So kila unapoamka, your brain starts to generate. Neurons are running, neurotransmitters are functioning, okay? Venye umeamka, labda the first thought was, what a dull day. So that day, it has sent a message to the brain. And the brain will always pick those things that will always make your day dull. Okay? So it's very important you come to a psychologist. We give you tips actually to how you can approach work life also stressors, general family issues, relationship issues. Kuna wengi ambao pia wana battle suicidal ideations na wamekaa tu nyumbani. Come in and we'll be able to assess you and give you some tips that are that can be able to help you to manage your condition. Na dawa pia usaidia. Don't rule away medication. We work very close with wataalamu wa psychology, the psychiatrists. Sana more so for me, if I screen you and I find the condition is quite severe, I work hand in hand with a psychiatrist to assess, okay, the risk of that case. And then you continue your psychology sessions as you're also having this medication. It's a very multidisciplinary kind of an approach that is there. Yes. And sometimes we even onboard a nutritionist, an exercise physiologist. Okay. All these are there. Combination ya vitu vingi. Yes. Chebet, nirejeshe kwako kwa sababu najua pia wakati ambapo ulipitia mental health, afya ya akili, unasema haukuwa na kazi. Lakini baadaye katika safari yako ukapata kazi. Kwa hivyo labda kwa watu ambao ni waajiri, workplaces, wanaweza vipi kuboresha mazingira ya afya ili kuhakikisha pia walioajiriwa wanapata nafasi nzuri ya kufanya kazi, na pia isije ikachangia katika wao kuingia kwenye shimo hilo ambalo ulikuwepo awali? That's a very good question, Andrine. So naweza sema vile tu Violet amesema, it's a 360 mental health awareness and actually treatment is a 360 degree approach. So naweza sema for employers, create a safe environment at the workplace whereby kama mtu ako na issue inamsumbua, anaweza kuapproach mtu very easily just at work
in a way that naweza tukua 1 hour of the day aweze kumongelesha na aweze kurudi job akue productive. That then saves a lot because hata studies pia zinaonyesha kwamba mental health issues zina affect productivity ya the whole workplace in a huge way, and that translates to economy. So when you have a safe environment, then you increase productivity na pia utapata una boost economy for the wider. I know for the employers they think about productivity and returns. So by investing in mental health, you're actually investing in your productivity and in your returns for your company. So kukue na counselors kwa workplace who are very safe to approach and open and willing to listen. Wasikwe judgmental. Kuna non-disclosure agreement between patient and the counselor, so they should maintain that, so that then mtu akikuja kuongelesha psychologist anajua haitafikia employer what is not supposed to reach them. That is one. Number 2 now is to pay. Kama unaweza kulipa employee wako, mlipe on time. Don't take advantage and exploit your employees in the name of watakuwa sawa, wacha nijishughulikia kwanza. Kushughulikia employees is very important in terms of payment, because if you don't solve that, mtu anakuja na stress kazini akijua kuna stress nyumbani, hajalipwa, watoto hawana fees. So then that affects your mental health. Number 3 naweza sema ni awareness ya individual level. As an employee, make sure that you are self-aware so that you know your limits. Unajua nikifika hapa siko sawa, you take a break. Kuna leave days, kuna pia unaweza kama uko na good boss unamwambia I need a break, there's this and this that I need to handle I feel like niko na too much pressure. Ukinipatia siku 2-3 nikirudi nitakuwa sawa. Yeah. Lakini tunajua si wengi ambao si wengi. But that is how it should be. Na vile nimesema wanaogopa productivity, but when you invest in mental health then productivity ina increase. Ni kweli. Yes. Mtazamaji, unazidi kufuatilia mjadala huu ambapo tunaangazia afya ya akili, tukiangazia takwimu za Ipsos ambazo zinaonyesha kwamba changamoto hii imeongezeka kwa 45% ikilinganishwa hata na ugonjwa wa saratani ambao awali ulionekana kuwa donda sugu, lakini kwa sasa ni kwamba mambo yamebadilika na afya ya akili inaonekana kuchukua nafasi hiyo, na hususan miongoni mwa vijana Gen Zs. Ni kipi ambacho huenda kinachangia hali hii na hata tuseme hata millennials kidogo, kwa sababu tunaona hata katika ndoa nyingi hazifanyi kazi na wengi wanasema ni mental health. Unaona hata wengine wana drop out of school, wanasema ni mental health. Kwa hivyo ni kipi ambacho huenda kinachangia katika ongezeko hili hususan miongoni mwa vijana? Wow. What a good one. I know. Gen Zs. And they are the most approachable ones to psychotherapy. Au sana pia ndo wanakuja kuseek help. Okay? Gen Zs, if you get a pattern of them, they all have undergone the same pattern of childhood. Okay? And even when I get their parents together, they have the same parenting styles as well. So kuna vile tumekulia yale mazingira ya kitambo na ndio tumebeba mpaka saa hii. Kuna machungu fulani pia tunabeba from our childhood experiences. Okay? Gen Zs, it's a very nice generation. By the way, they are very informed. These are people who can come into therapy when they're self-aware. And they can challenge you. She mentioned previously mambo na AI. Saa zingine pia unapata washa approach AI, wamewaambia what to do, what not to do. Already AI is like a therapy system for them. Lakini hii AI pia haijui your history as much as it can in order to save you from the problem concern that you're having at the moment. So Gen Zs at the moment, I feel like there's a lot of family pressures. There's a lot that we need to deal with when it comes to our childhood experiences. And then kuna yale pia expectations kutokana na families tumetoka. Okay? Maybe kuna expectations, kuna ile kiwango cha maisha ambayo the lifestyle that we are supposed to be on at the moment. Na pia wazazi wanaweka pressure pia kivyao. Si kulaumu wazazi, lakini kuna venye wazazi wanaonyesha they can support, but at the same time they snap.
they snap and they say maybe mwingine ako na kazi, wewe mbona una kazi, huyu amenunua gari, mbona hujanunua gari. So it puts them in a state where they are more pressurized to achieve some goals, na hiyo comparison sana sana inatokana na wazazi. So Gen Zs, I feel like it's mostly family issues that are burdening them sana sana. Yes. Kwa mtazamo wako Chebet, ni nini ambacho kinachangia? Manake pia wewe ni youth na mzazi pia na mzazi pia soon to be Gen Zs ni Gen Alpha. Gen Alpha ni hata I'd say a better generation, Gen Z Pro Max, like they're an advanced generation ya Gen Zs. So we have work as parents really. So vile tu amesema ni inatoka kwa parents, because mostly our parents were Gen Zs ni millennials na Gen X. Yes. So sisi vile tuliparentiwa is very different. So what I'd say is, as parents, we need to be cognizant of the fact that kuna a very huge generational gap, and so mostly is to do more listening than reaction. Vile amesema we snap. So if nimelearn, like I have two preteens in my house, ni wale wanakuweka very accountable, and that's what we didn't know. We didn't like we were brought up ki-dictator. Nimesema na hivyo ndo itakuwa. Yeah. But this generation wanataka kukuwa na opinion, na whatever they say they want it to happen. Yes. So for them, they are go-getters, like it has to happen. So if you don't listen to them, then inakuwa shida. Unapata. So I'd say it's a generational issue that needs to be addressed. So do more listening than reacting. And then if of course kuna vile hutampatia everything that wanataka, then hapo unaweza kumongelesha tu, mweleze in a way that they will be able to understand. Yeah. Yeah. Awali akizungumza hapa Violet alisema kwamba kuna unyanyapaa katika jamii, although alitaja kwamba umepungua kidogo. Lakini sasa nauliza, licha ya kuwa na uhamasishaji zaidi, unajua hata awali haikuwa rahisi kwa mtu kama wewe ambaye amepitia matatizo haya ya afya ya akili kuja kwenye runinga kuzungumza. Kwa hivyo it means kuna a lot of awareness, kuna a lot of uhamasishaji, lakini bado unyanyapaa upo. Ni kipi ambacho huenda kinachangia katika unyanyapaa kuwepo licha ya uhamasishaji uliopo? Naweza sema mostly the biggest thing ni stigma. Ile ya what will people say around me, na kwanza kuna history ya hiyo stigma. Kama maybe you attempted to speak at one point na ukazimwa ama ukakuwa judged, maybe you lost friends, then hiyo inafanya mtu ana drawback. Pia ni vile social media naweza sema imeimprove kidogo, like when somebody talks about their mental health issues, zile comments ambazo ziko kwa hiyo post, unapata mtu ataona nijitokeze ndio watu wa comment hivi kwa status yangu or post, then they wanarudi kwanza TikTok is something else. But naweza sema then how to combat that is kukuwa na more awareness. Vile umesema uhamasishaji, tunaendelea kufanya hiyo na hiyo. Na hata vile umesema Violet, ni adolescents, mental health issues zinaanza na teenagers na adolescents. So for me as a mental health advocate, pengine nilisahau kusema kwamba niko na organization ambayo ina deal na mental health, inaitwa Restored Minds Akili Care Kenya. So hapo tunafanya a lot of mental health awareness talks, na hatu approach too from adults. When you start from childhood, then mtu ana grow up akijua that stigma is there, but this is how I handle it, you know. Being self-aware, it doesn't matter your environment ya nje vile watasema. What matters is that I am mentally okay, so that I can be able to interact with people in a good way. So tuko na, hata on Friday tuko na event ya teenagers, penye wanakuja, they interact with each other, because we learned that wakikuwa hata place moja wanaweza kuongea amongst themselves, then that is some sort of group therapy, and then wanaweza kujua kumbe I'm not the only one going through this with my parents. Wazazi wote they need help. In quotes, you know, that's how, you know, interact at the same level, then they are able to understand that I'm not alone in this. Yes. So we have an event on Friday, we bring them together, and then we have, vile tumesema career is a problem, so we have a career talk for them, we have music and dance for them, so that ni watu wapendi kuboeka, so throughout the day kutakuwa na hizo breaks, music, dance and all that. So when you approach it holistically like that, you listen and you also speak to
to them, then unapata hiyo awareness ina increase and you continue. Hakuna kusema ati imetosha. It is a continuous job. Yes. Yes. Asante sana. Takwimu zinaonyesha kwamba, na hata nadhani ulitaja kwamba 10% hadi 20% ya wananchi wanaishi na afya ya akili na matatizo ya afya ya kiakili. Je, unadhani kama taifa tunafanya vya kutosha kupambana na hali hii ya afya ya akili? Are we really investing enough to deal with this? Wow. Thank you for that, Kilemi. We are trying, okay? We are really trying. And given also we have hosted the second edition in Africa for MHLP, we are trying as a country. MLHP sasa ni gani? Mental health leadership programs, okay? Imefanyika 2 days ago at KMTC. Na hii inamaanisha as a country we are embracing it, okay? Remember, mental health issues are things that are very new to us as well. We are trying to embrace. So too much pressure also could lead to are we not doing enough? Pia, we are really trying as a country, and as organizations, just like she was mentioning, they are also creating a lot of awareness. It's not enough, yes, but also as media, I'm seeing people blogging about mental health. You're engaging more experts when it comes to mental health in these programs, which makes it 90% kind of improvement. So you are trying as a media house, and as a country, there are also, I think also the Ministry of Health is putting an upper hand to it. Covers are catering for the mental health issues. So the issue is an individual. Are people stepping away from home to go and seek this help? Okay. That is where the problem is. Unajua pia, this personal development can make someone so dull that it makes them say, I will use work as an scapegoat for me. Okay? Kuna haya tunaita personal crisis ama personal developments, kama difficulties with the family, difficulties with your marriage and all that. And then people think they can separate work from personal issues. There is no way you can separate such. This is one person. Yes. Okay? There's a way they integrate one another. Okay? Nimepoteza a loved one today. I go to work in the evening, night shift. Honestly, that's one person, and it causes a lot of emotional exhaustion, and then that leads maybe to my lack of sleep, and then anxiety kicks in, depression kicks in, and then suicidal ideations, which becomes very sad. So individuals, ni sisi wenyewe kwa wenyewe kwenye manyumba hatujachukua lile jukumu la to step out. If you walk to your neighborhood, I'm sure you won't pass even 15 kilometers before you find an office where you can be attended to. Okay? So kuna hata wengine labda pia wanaweza sema mental health is expensive. Yes. Actually, hata takwimu za Ipsos zinaonyesha kwamba kudeal na mambo ya mental health ni gharama kubwa zaidi. Na hata ule upatikanaji wake, the access na gharama ni kitu ambacho kinachangia katika watu kutofika katika vituo hivyo kutafuta ule usaidizi. Kwa hivyo sasa tunaweza kufanya nini? Manake tayari imetangazwa kwamba ni donda sugu. It is. Kwa hivyo sasa iweje kwamba ni donda sugu lakini hata upatikanaji wake ni changamoto, gharama yake ni ya juu. I love the way you've related to that and grabbed it very fast. Ndio mtuingilie wana psychology, si ndio? Tafadhali make it affordable for us, bana. So there are services at a private level. Yes. Okay? Just the way you seek x-rays or scannings, it's not the same as a public hospital. Okay? So don't say I'm staying at home because therapy is expensive. You can walk to a public facility and be attended to. There are some places where therapy is even pro bono. Okay? And for us, myself, I'm in a private sector, firm of psychotherapy and consultancy. We do therapies, and it reached a point where we said, okay, let's reduce this from 5,000 maybe to 3,000 to make it affordable for our clients. So, PSC, we can negotiate. Yes. Okay. Hiyo ni private, hajafika public. Kwa hivyo nakuja kwako kama mwana saikolojia kwa saa ngapi? 1 hour. Nalipa 3,000. Yes. Na nahitaji kuja kwako mara ngapi ili niweze kusaidika? Depending on the problem concern, I can say 6 or 8 sessions. Okay. But they are not attended also daily. They can be attended on weekly or bi-monthly. Mental health is an investment.
and whatever thing you invest in, you'll feel that pinch and you recover. If I compare someone maybe, and not to rule out and say maybe free services, they're not good. If I compare someone investing in mental health, a certain amount, and pro bono, rate yao ya kurecover, it's quite different. Because huyu anajituma, I am spending my 3,000 per hour to see Violet. Let me share my issues with her. Pia mimi, unajua pia ukishare zile issues, there is something called emotional inheritance. Pia mimi naenda supervision. Okay? Yes. So that 3,000 pia na mimi naenda nalipa mahali. I do my own supervision. It's quite different from the normal therapy. Supervision is just to ensure that there is no that emotional inheritance, and maybe to band our heads between therapists. How would I approach that issue? Yes. You see? Na nilitaka kuuliza, ni vizuri umetaja kwamba hata wewe mwanasaikolojia wakati mwingine inabidi umuone mwanasaikolojia mwingine kwa sababu ya ule uzito ambao uko nao. Kwa hivyo, how do psychologists cope na vitu kama hivi? Je, kutokana na kutangamana kwako na watu, kuna siku ambayo umewahi kumpata mtu akakuelezea shida yake na ukaona kabisa hauwezi kumsaidia, kwa hivyo ikabidi umempeleka kwengine? Kwengine, I'm human, okay? And I'm not an expert in everything, okay? I will receive a case, Yes. okay? I will listen to the case, I will hear them out, and then it will reach a point, maybe, let's say, for example, divorce. I'm not maybe an expert in divorce cases or couples, okay? When they come to me and present that issue to me, I give them feedback and tell them probably I'm not an expert in this particular area, but maybe I'm a child therapist, I can handle the children in this and that, but can I refer you to my colleague? So as psychologists, we work together, and if you meet any psychologist, they have like a link 1, 2, 3 of an expert in a certain area, okay? So if I receive a case, I feel like I cannot handle it, and I need to be of quality service to my client, and I cannot be of quality service, I need to refer that case. Otherwise, namdhulumu huyo client. Okay? So I refer to a couple therapist, a marriage counselor, and from there watapata ule usaidizi, compared if they stayed with me as a child therapist. Okay? It's quite different because approaches pia they have a gap. Maybe najifanya nawezana, lakini pia si pesa you forward the case, you refer. Kwa sababu naona muda kidogo natukimbiza, labda tuanze kupata kauli za mwisho. Nitaanza nawe Chebet, labda umzungumzie mtu ambaye anapitia kitu, anajua kweli kuna kitu ambacho anapitia lakini hajui ni nini, na anaogopa kujitokeza kwenda kutafuta ushauri, kutafuta usaidizi, kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa katika shimo hilo lakini umejiondoa. Unaweza kumzungumzia vipi mtu ambaye anashuku kuna kitu lakini hajui ni nini? Asante Andrin, kwanza kabisa nasema sikujiondoa. Ulisaidiwa. Nilisaidiwa, na tena ni Mungu alituma wale watu waweze kunisaidia. So I'd like to really acknowledge God's hand in all that. And also him, hata kwa wale watu around me, nasema tu it's God who put them there, ndio wakaweza kunisaidia. So naweza tu encourage mtu pale nyumbani ama anywhere that you are, if you're feeling, you know, I'm depressed, I know for sure niko na issue mahali, but I don't know where to start. The first place to start is to talk to someone. I'm sure kwa cycle yako, Violet, hata wewe uko tu na that one person, ama Andrin, uko tu na one person. You have that one person mwenye unajua when I talk to them somehow watanisaidia, even if they won't help you like counsel you, they will refer you to some help. So the first step is you reaching out, really. And also I'd say if you are not able to reach out, then always surround yourself with people wenye wanaweza kuona huyu hayuko sawa, na utajua tu. Now this is for the caregivers or the family members. Kama una mtu nyumbani unashuku hayuko sawa, then act fast, because the more unanyamaza, the more you may regret later. So just reach out to someone ambaye ako professional, you know, anaweza kumsaidia kumongelesha, na pia kuna psychiatrist, kuna help, there is help. Just know that you're not stuck. There's somehow you will get the help you need, but you have to reach out, and if you know someone, help them reach out to that help. And then maybe kumalizia tu naweza sema mental health is also as equal as physical health. There's no health without mental health, really. Na naweza sema tu
it is a 360-degree approach when it comes to your health. So as a person, kuna body, kuna mind na kuna soul. So if you're not ziko intertwined vile tu tumesema, if you're not spiritually okay, you will not be mentally okay, you will not be physically okay. That's why unapata vile alisema diabetes, high blood pressure, hizi chronic illnesses zinatoka from mental. Okay. Unaweza sema take care of your body holistically, your mind, your soul and your spirit. Asante. Mwisho kabisa? Asante sana kwa kuwa nami, nashukuru sana. Mimi ni Violet Keria kutoka Farm Hope Psychotherapy and Consultancy. For us, don't let physical areas be a limiting factor for you seeking help. We also do virtual sessions with us, and you can always call on us at 0740-349800, 0740-349800. Na caregiving is also very important, but can also be very exhausting. So pia wewe pale nyumbani ambaye uko na mgonjwa na umekaa na yeye, seek help for yourself. Naam. Asante sana Violet Keria, ni mwana saikolojia na ujue uko na invoice after this. Chebet Birbir ambaye ni mhamasishaji wa afya, na kwako mtazamaji kwa kufuatilia kipindi, na kwa niaba ya kikosi kizima ambacho kimefanikisha mazungumzo haya na taarifa hizi, ninasema asante sana. Nimekuwa wako Andrina Ekilemi. Ninaondoka, tupatana tena kesho sana wakati kama wa leo. Kwaheri kwa sasa.